Basi ndugu watazamaji, ni vyema sana tujifunze ufundi kidogo na tools zake, tujue zinafanyanga kazi namna gani. Kwa haraka nitaanza kuwaonyesha tools na kazi yake, vile zinafanya kazi kwa field ya ujenzi. Sana sana tukijili na ujenzi, mambo na interior, mambo na exterior, labda kujenga mawe na vitu kama hizo, kuonyeshe vitu zenye zinafanya ufundi. Tukianza na mambo na carpentry, carpenter lazima uwe na hii chombo yenye inaitwa rotor machine. Rotor machine inatumika kuweka maua kwa mbao ama kwa milango ama kutoboa shimo za milango. Hii inaweza toboa mortise joint na pia inaweza weka tenon joint. Hii inafanya kazi mingi sana kwa upande wa mbao. Inaweza weka maua kwa board na kwa mbao. Hii inaitwa rotor. Pia iko na beats zake. Beats zake ndo hizi beats ndio zinafungwanga kwa hiyo rotor. Hii ni baadhi ya beats za rotor, ijapokuwa zinakuanga mingi sana, lakini hii ni baadhi ya beats zake. Hizi zinaweka maua ya kila aina yenye unataka kwa mlango, kwa kabati, labda kwa wardrobe ya manguo, milango zake, labda ni kwa kitchen, mambo na cabinets, low level na high level. Ukitaka maua ya kila aina ya kabati inaweka. Labda umeunda meza yako ama viti zako ama kitanda, unataka kuweka maua, hii ndio inaweka. Kutaja mengi, inafanya kazi mingi sana. Hii inafanya kazi mingi sana kwa upande wa mbao na kwa boards. Tukienda tunapata tuko na drill. Hii drill inatumika kwa kazi mingi sana. Either kufunga screws ama kudrill mahali, kudrill ukuta, labda ni ukuta ya mawe, labda ni kwa mbao, unatumia drill. Circular machine inatumika kupasua mbao, kupasua board, tena inaweza pasua joint yenye tunaita kwa mbao tenon joint, inapasua. Na pia inaweza weka rivet kwa mbao, kutegemea unaitumia aje. Inafanya kazi mingi pia hii. Inapasua mbao na inapasua boards. Kuna randa. Randa inatumika kwa kuranda mbao. Hii inatumika kwa upande wa mbao. Hii ndio unasikia kwa Biblia Yesu ndiye alikuwa anatumia na baba yake Yusufu. Hii ndio Yesu alikuwa anatumia kuranda mbao. Anasaidia baba yake kazi. Alikuwa anatumia hii. Na especially sisi watumishi, sisi kama mitume. Mitume pia tuliiga hiyo mfano wa Yesu. Ndio maana tumejikuta kwa field tunafanya kazi ya mbao. Tunatumia hii kuranda mbao. Haya, kuna futi. Futi hauwezi ikosa kwa field. Fundi yoyote kwa field ni lazima awe na futi. Awe ni fundi wa mawe, fundi wa mbao, fundi wa stima, yani fundi yoyote. Wa stima ni kwa nini awe na futi? Anapima distance mahali penye anafaa aweke vitu zake. Kama labda anataka aweke taa katikati, ni lazima awe na futi. Fundi wa stima asikudanganye, hao watumiangi futi, wanatumia futi. Fundi wa mbao wanatumia futi, fundi wa stima wanatumia futi, plumber wanatumia futi, fundi wa tiles wanatumia futi, na kumention wengine wote. Fundi ni futi. Kuna hii gun. Hii ni gun ya kuweka silicone. Ukitaka kuweka silicone yako inyoroke vizuri kwa surface yenye unaweka, unatumia hii gun. Hii gun inaweka silicone vizuri sana. Na hii ni silicone iko hapa. Tunaweka kwa hii gun. Ndio inatumikanga kuweka silicone. Hii gun. Si bunduki, ni ya kuweka silicone hii. Kuna brush. Brush inatumika kwa kupaka rangi. Either iwe ni varnish, iwe ni paint, tunatumianga brush. Iwe unataka kuweka varnish ama paint yote ile, unatumia brush. Kuna hii inaitwa file. Hii ni ya kunoa panga. Hii ni ya kunoa panga. Hii ni ya panga, sio ile ya mapanga le. Hii ni ya panga. Hii ni ya kunoa panga. For example, unataka kuchonga kiti yako. For example, unataka kuunda kiti ya Morris chair
ama ile amu yake. Kama una mashine ya kukata, unachonga nayo na una nini, ukishachonga na hii unapiga na spoke shelf. Alafu hii ni ya kunoa. Hii panga, hii panga inatumika kwa kazi mingi sana kwa ufundi. Labda huko ushago, tukijenga nyumba za ushago tunatumianga panga kukata hizo miti tukijenga. Sana sana ni panga ni inatumikanga. Sana sana ni panga ni inatumika, na msumeno pia inatumikanga kwa hiyo kazi ya ushago ya kukata mbao. Hii msumeno tunatumia kwa kukata mbao, hata kwa gypsum pia tunatumia msumeno. Hii ziko na kazi mingi sana, hii panga na hii msumeno. Kwa hivyo hizo unaziona. Kuna hizo chisel, kuna sumba ndo hii, na kuna tindo ya kawaida hii. Hizi ni za kuchonga ukuta. Labda fundi wa mbao anataka kuweka frame kwa ukuta, anatumia hizi kuchonga. Fundi wa mawe anataka kuchonga mahali penye anaweka mawe yake zinyoroke, anatumia hii. Ama mawe imefura, anataka kuipunguza ndio apige plaster, unatumia hizo. Ama fundi wa stima anataka achonge mahali, apitishe pipe zake za stima, ama plumber, wanatumia hizo. Kuna square ni ya kulainisha mbao iwe mzuri. Labda unataka kukata 45, unataka kukata 90, unatumia hii square. Na hii square ni adjustable. Unaweza ifungua hapa hivi, uadjust upime vile unataka. Ni adjustable square. Hii ni mzuri sana. Unaweza adjust vile unataka. Hii square. Square ni ya muhimu sana kwa kazi ya ufundi. Makasi ni ya kukata mabati. Unaweza katia mabati ama unaweza kata channels za gypsum. Pia hii tunatumianga hii makasi. Hii ni makasi. Msumeno nimewaonyesha, hii ni msumeno ya pili. Hii ni msumeno ninatumianga kukata tenon joint kwa mbao. Kwa wale wenye mafundi wanaelewa mambo na tenon joint, tunatumia msumeno kama hii. Hiyo. Haya. Hii ni ya kufunga screws. Hii ni ya kufunga screws, unaweza ibadilisha. Na ibadilisha, unaweza iweka hivi ama ubadilishe uweke hivi. Hii ni ya kufunga screws. Haya. Hii ni axle blade. Axle blade ni ya kukata chuma. Hii ni nyundo ya kuweka msumari kwa mdomo. Kisha weka msumari kwa mdomo, unatumia kugonga. Wewe nichukue simu. Hii ni nyundo ya kuchukua ya kugonga msumari, ya kugonga kiti. Hii kiti ya sofa set. Labda ni jumbo ama modified jumbo ama ni butterfly ama ni half moon ama ni moon, ama unaweza kuruta unaunda kiti ya Mozart. Tunatumianga hii kugonga misumari hii. Kuna hii ni ya glass cutter. Hii ni ya glass cutter, tunatumia kukata glasses ama vioo. Either unataka kuweka kwa madirisha ama unataka kutengeneza mira. Kama ni measurement unataka kukata, unatumia hii. Hii ni roller brush. Hii ni roller brush, inatumika kupaka rangi. Labda ni kwa ceiling ama ni kwa wall, tunatumia hii roller brush. Inaitwa roller brush. Kuna kijiko ya kupiga plaster. Ndio hii ni kijiko ya kupiga plaster. Kuna spirit level. Hii spirit level ni ya kuchukua kitu kama iko straight, iko laini, natumia spirit level. Alafu pia kuna plumb bob, hiyo sijaweka hapo, imebaki huko kwa workshop. Kuna hii ni ya kusugua mahali penye pamekuwa na rust. Labda ni kwa chuma, unasugua hiyo rust inatoka, ndio unapaka rangi. Especially kama nyumba imepigwa plaster na madirisha, labda madirisha na milango ilienda cement ilienda plaster pale ikaangukia,
unasugua nayo hiyo plaster inatoka kwa mlango, alafu ndio unapaka rangi. Hii inaitwa wire brush. Pia kuna hii wire brush nayo inatumikana na drill. Unafunga kwa drill ama unafunga kwa drill ama unafunga kwa grinder. Unapiga nayo kwa ukuta ama unapiga nayo kwa grills zako ama kwa mlango na madirisha. Inatoa stain, ndio unapiga sandpaper, unapaka rangi. Hii ni important sana kwa ufundi. Kuna steel. Hii sana sana inatumikanga na mafundi wa kuweka skimming, lakini ukiangalia vizuri utagundua hii iko na meno mingi. Pia mafundi wa kuweka tiling wanatumia hii. Mafundi wa kuweka tiling wanatumia hii. Hii inaweka tile. Ukishaweka nilo yako kwa tile, unainyorosha na hii ili ikuwe na level moja. Hii ndio unaweka tile yako. Tile inatoka ikiwa mzuri zikiwa line moja vizuri. Hii. Na pia unaweza ifanyia skimming kwa ukuta, bado si mbaya. Iko sawa sana hii. Hii ni steel. Kwa hivyo kuna jina yake ingine inaitwa, lakini hiyo sikwambii. Mafundi wataangalia waseme. Haya, hii nayo ni saw set. Hii ina set msumeno. For example, nataka kuset hii meno ya msumeno, tunatumianga hii saw set. Ina set hii meno ya msumeno. Tunatumia hii kuset meno ya msumeno ndio unoe. Inaitwa saw set. Iangalie vizuri, inaitwa saw set. Ukitaka kununua kitu ya kuset msumeno, meno ya msumeno, unaenda kununua hii saw set. Ina set kulingana vile unataka. Ukitaka ikate tenon joint, unaipima pale, unaikata. Na hii ni ya kukata tiles. Hii ni ya kukata tiles. Ukitaka kukata tile unatumia hii. Ndio inatumikanga kukata tiles. Na hii ni nyundo ya kugonga misumari. Hii wengi mnaielewa vizuri sana, nyundo ya kugonga misumari. Hii ukitaka kujenga nyumba, roofing, ukitaka kufanya kazi yenye inahusiana na misumari ni hii. Haya, hii nayo ni axle. Hii ni axle frame. Hii ni axle frame ya jua kali. Nilijitengenezea axle frame ya jua kali. Ndio tunaweka hii nini. Ndio tunaweka hii nini yake. Alafu unakata chuma. Ndio unatumia kukata chuma. Ukishaiweka hapa vizuri, unakata nayo chuma sasa. Inaitwa axle frame. Inatumika kukata chuma. Hii. Alafu niko hapa na grinding disc. Grinding disc ndio hii. Na kuna hapa na welding rod. Hii inaitwa welding rod. Welding rod number 10. Na hii ni grinding disc. Haya, hii ni ya kupiga floor. Hii ni ya kupiga floor. Floor yako ikuwe mzuri. Labda umekorogea pale na unataka kuipiga ama inyoroke, unatumia hii. Sikwambii ya nini, utajua kwa mafundi wenye wanajua inafanya kazi aje, watakwambia. Inapiganga traso. Mafundi wale wenye wanajua inapiga traso, inafungwa kwa grinder, inapiga traso. Hizi ninaonyesha ni bits. Hizi ni bits za kutoboa mashimo kwa mbao. Zinakaa hivi. Bits nyingi zinakaa hivi. Zinakaa hivi. Zinakaa hivi. Kuna hizi kubwa. Kuna hizi zaidi ya bit 10. Hizi ndio zinatumika kutoboa. Ukitaka kutoboa shimo mahali pa kuweka either kwa gypsum, unataka kuweka taa zako, unatumia hizi. Zinaanzia namba 5, namba 7, 6, 4, 3 mpaka 1. Mpaka hata ka 3/4 tuko nako ya kutoboa mahali pa kuweka tutaa
kwa ceiling ya gypsum ama ceiling yoyote unataka kumount taa yako, unatumia hizi kutoboa, unatumia hizi kutoboa hizo bits. Kuna nyundo. Hii nyundo ndio mason wanatumianga, wanatumia either na hii ama unaweza tumia na hii. Hii ni nyundo ya mason. Kuna hizi za kuweka keys. Hii ni ya kuweka key, either ni kwa mawe ya 9 ya kware ama ni matofali ya 6. Tunatumia hii kuweka keys, same as na hii. Hii ni ya 3/4 na hii ni 1 inch. Ndio hizo. Kuna kijiko ya plaster. Ndio hii na hii. Haka ni kale kajidoka kunyorosha mahali penye umepitisha steel kwa kona, unapitisha na hii. Na hii pia. Kuna haka kamsumeno kana katanga 10 on joint. Haka ndio kamsumeno kana katanga 10 on joint. Kwa wale wenye wanaelewa, haka ndio kana katanga 10 on joint. Ukitaka 10 on joint yako ingie tight vizuri bila kulegea kwa mortise joint, ndio inakatanga 10 on joint. Hii ni ya kuweka filler. Hii ni ya kuweka filler, inaitwa scraper. Hii ni ya kutoboa kwa ukuta. Hii ni ya kutoboa kwa ukuta. Nafunga kwa drill. Inatoboa kwa ukuta ya mawe ama kwa ukuta ya kokoto. Hii ndio inatoboanga. Hii ni macho nne. Hii ni macho nne welder anavaanga. Ukiona welder amevaa hivi, anazuia ile miale ya moto isimfanye macho iumie, ndio anavaanga hivi. Sana sana welder ndio wanatumianga kuvaa hivi. Ndio wanatumia kuvaa hivi ndio weld vizuri, macho zisiharibike. Kwa hivyo welder atatumia kitu kama hii kuvaa kwa macho yake isiharibike. Kuna hii kamba. Mafundi wengi wanatumianga kamba. Mafundi wengi wanatumia kamba. Ukiona fundi mwenye hana kamba, huyo si fundi. Fundi lazima uwe na kamba. Isipokuwa kuna kazi nyingine utafanya bila kamba. Kuna kazi nyingine utafanya bila kamba, lakini fundi kamili unatumia kamba. Kuna glue. Glue hii ni ya carpentry, ya kujoin mbao. Ya kujoin mbao kwa tenon joint na mortise unatumia glue. Kuna file ya kunoa msumeno ya kawaida. Kuna clamp. Hii clamp ni ya kufunga either kitanda ama meza ama kitu yote inahusiana na mbao. Inaitwa clamp. Kuna hii inaitwa line ya kulainisha wall. Saa zile umepiga plaster unatumia hii kuilainisha. Saa zile umepiga plaster unatumia hii. Saa zile umepiga plaster. Pita tu, hakuna shida. Pita tu. Hii ni saa zile unapiga plaster unatumia kunyorosha wall yako. Umepiga plaster unanyorosha hivi na ukuta inatoka straight. Kuna hii ni glove. Hii glove unavaa kwa mkono saa zile unapiga plaster ama unafanya kazi yako ya welding. Unavaa glove kama hii kwa mkono. Hii glove inakusaidia simiti isikuchome mkono ama isikate mikono, na at the same time inakusaidia kushika rod ukifanya welding ili usipigwe na shock ya welding machine ama usichomeke. Hii inafanya kazi mingi sana, especially kwa wale mafundi wenye wanatumia stima na wale wenye wanatumia mchanga ama kushika vitu zenye zinaweza kudunga kama misumari hivi, unatumia hii glove. Hii nayo ni manual ya kukata vitu zako. Labda unataka kukata 45, nataka kukata 65, 90, 85, 45, nimeiwekea gauge. Hii nayo ni manual. Hii nayo ni kwa ufundi wangu, manual. Nataka kukata 45, 65,
95, 90 zote nimeziweka hapa. Umeona nimeziweka alama 1 2 3 4 5 6 7. Hizo ni za kukata vitu kama hizo. Kuna vitu zingine za mwisho hapa. Niko na kitu ya kunoa. Hii ni ya kunoa wembe ya randa. Hii ni mawe ya kunoa wembe ya randa. Ni important sana kwa workshop. Ukiwa nayo kama fundi inakusaidia. Hata kwa kazi za nyumba, for example, mama anataka anoe kisu ya kukata mboga, unaweza mnunulia kama hii. Inanoanga visu kwa workshop.